Asante sana kutoka katika studio za ITV na Radio 1 Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa ITV, leo nipo katika makaburi ya Mfaranyaki, manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Kilichonileta hapa ni kutokana na malalamiko ya wananchi kuhusiana na kung'olewa malumalu za makaburini. Ni zile malumalu za gharama ambazo zinaitwa mabo. Na hapa wananchi wanasema hapa kuna matukio ambayo yamejitokeza hivi karibuni ya wizi wa mabo. Na wizi huu umeanza kutokea toka majuzi. Tulipopita hapa makaburi ya ndugu zetu akina Ngahoma hapa tukakuta mabo kama 4 zimetolewa. Tukaendelea kufanya msako kuzunguka kuangalia. Baadaye tukagundua tena kuna makaburi tena mawili nayo yamehamishwa mabo. Baada ya hapo tuliamua kufanya, mimi mwenyewe peke yangu kwanza nilikuja usiku kuvizia kujaribu kuangalia kwanza kama muda wa saa 3:30 hivi. Ndio mzuri wakapita vijana wawili, nikajaribu kuwafuatilia, walipokuja kugundua kwamba wameniona wakapotea. Sikuwaona tena. Basi nikakaa mpaka kwenye saa 4:30 nikarudi nyumbani. Jana tukarudia tena. Tulikuwa watu watatu. Tukajaribu kufanya tena doria kuanzia saa 3 mpaka saa 5:30 usiku. Mtaa wa Mfaranyaki. Changamoto yetu kubwa, kuna baadhi ya vijana huwa wanakuja wanang'oa misalaba na wanang'oa hizi mabo na tujue wanaenda kuuzia wapi. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa upande wa polisi tungeweza kushirikiana nao tuweze kuweka doria katika makaburi haya mtaa wa Mfaranyaki. Nazungumza na mwenyekiti wa mtaa wa Mfaranyaki, anazungumzia kuhusu matukio haya na namna ambavyo wananchi yamewasikitisha. Pia mwenyekiti anatoa wito kwa wananchi kuwa makini na malumalu wanazoletewa kuuziwa, waweze kuhoji anayeuza amezitoa wapi, kwa sababu zinakuwa kuukuu lakini pia zinakuwa zimevunjika. Ameng'oa mawili haya matatu mabo yambebwa, yani yameng'olewa vizuri kabisa yamebebwa. Kuna makaburi mengine mawili yamevunjwa maana walishindwa kuyatoa kadiri walivyotaka. Kwa kweli kitendo kilinisikitisha sana. Tukakaa chini kuanza kushauriana sasa tunafanyeje. Tukasema kwanza tuwape taarifa wenye makaburi ambayo yameng'olewa wakiwa kama kina Ngahoma. Pamoja sasa tunafanyeje. Tukasema hapa labda tufanye mipango ya kufanya doria. Lengo tuwakamate wanaofanya uharibifu huu ili tuwatambue. Hata hivyo jana walidiriki kuja kukesha huku makaburini ili wawapate wezi hao wanaong'oa mabo hizo. Kwa hiyo walivyokuja hapa kidogo ulindaji wao ulikuwa sio mzuri, walikawakurupusha. Hao watu kweli walifika wakawakurupusha, hawakubahatika kuwapata. Na nikaamua nimpe taarifa polisi kata wetu kwa uharibifu uliotokea huku, naye aliahidi atakuja. Kwa hiyo nilikuwa naombi, kwa sababu serikali huwa haishindwi jambo. Tulikuwa tunaomba tuungane na sisi wananchi ili kuwabaini hao wanaofanya uharibifu katika makaburi haya. Kwa wale ambao wanauziwa mabo ambazo zimetinduliwa huku makaburini, lazima zitafahamika tu. Zinakuwa na utofauti mabo iliyotoka dukani na mabo ambayo tayari ilishatumika anaenda kuuziwa mtu. Tulikuwa tunaomba hao wanaonunua waonyeshe ushirikiano. Na warejesha katika studio za ITV na Radio 1 Mikocheni jijini Dar es Salaam kuweza kuendelea na matangazo mengine yanayoendelea. Mlikuwa nami Joseph Mwambije kutoka hapa Mfaranyaki, manispaa ya Songea mkoani Ruvuma.